Karibisha ndugu zetu wa vyombo vya habari kufika hapa Kigamboni kwenye kituo hiki cha shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF. Lakini la pili ni washukuru kwa niaba ya klabu ya Young Africans. Mmekuwa nasi katika kila jambo letu. Kwa hili ni washukuru kwa niaba ya Young Africans. Mmeendelea kuwa sehemu ya familia yetu na kuhakikisha yale mema na mazuri ambayo siku zote klabu yetu imekuwa ikiyatakia kwa nchi hii, imekuwa mkiyapeleka wananchi waweze kuelewa Yanga tunafanya nini. Kwa hiyo nashukuru kwa niaba ya klabu ya Young Africans na muendelee. Lakini leo hapa tupo katika mashindano haya ambayo tumeandaa, yanajumuisha timu 16 kutoka academy mbalimbali hapa Tanzania ambazo zimekuja kushiriki mashindano haya. Lengo ikiwa ni kujaribu kutathmini na kuona katika hawa vijana wanaotoka hizi timu 16 basi tupate angalau vijana 10 ambao ni exceptional kutoka kwenye timu zote hizi 16 waweze kujiunga na klabu ya Young Africans kupitia programu yetu ya Yanga Soccer School, ikiwa katika muendelezo wetu wa kusaka vipaji, kutengeneza kesho yetu kama Young Africans, lakini kutengeneza na kesho ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika mchezo wa mpira wa miguu. Tunatambua serikali yetu kupitia Mama Samia Suluhu Hassan imefanya uwekezaji mkubwa sana katika miundombinu ya michezo. Tuna viwanja vingi vipya vizuri vya kisasa vinatengenezwa hapa Tanzania kwa upande wa Tanzania bara, lakini pia serikali ya Zanzibar chini ya Dr. Hussein Ali Mwinyi nayo imeboresha na kutengeneza miundombinu mipya ya michezo kule visiwani Zanzibar. Kwa sisi kama Young Africans, ikiwa ndio kiwanda ambacho tunakihudumia, tunabidi tutafute na kutengeneza vipaji vipya, na leo tunaendelea na safari hiyo. Tulianza katika viwanja vya Gymkhana chini ya udhamini wa GSM Foundation kutafuta vijana 30 ambao mchujo wake bado unaendelea, na leo tupo kutafuta wengine 10 ambao wataungana na wale 30 ili angalau tuna hawa 40 ambao wataungana kwa pamoja kuendelea kupata mafunzo tena ya Young Africans. Sawa, mwitikio wa Yanga Soccer School, mara kwa mara kumekuwa kuna matukio yakijitokeza yakiendelea kufadhili watoto, yakiendelea kutengeneza kwa ajili. Mnaupokeaje nyinyi? Kwa kweli ni faraja sasa hivi kuona wafanyabiashara, taasisi mbalimbali zikijumuika kuungana nasi Young Africans katika harakati zetu hizi za kuibua vipaji. Tulianza na GSM Foundation, wamejitokeza wengine wenzetu hao wa Imani ambao wao tumekuja katika mfumo wa ligi. Tayari kuna kampuni nyingine zimekwisha leta mapendekezo yao na wao wameomba wawe sehemu ya kushiriki katika kuibua vipaji hivi kupitia Yanga Soccer School. Naamini kuna wengine nao watakuja kwa sababu jambo hili ni jema kwa Young Africans, jambo hili ni jema kwa taasisi ambazo zitawekeza kwenye hili, lakini uzuri ni kwamba ni jambo jema kwa taifa letu. Kwa hiyo mwitikio hadi sasa ni mkubwa. Tuliona pale Gymkhana zaidi ya vijana 800. Leo tumeona tuna timu 16 zimetoka sehemu mbalimbali. Kwa hiyo ni mwitikio mkubwa, unatia moyo na inaleta faraja na inaonyesha kwamba kesho yetu kama Tanzania ni nzuri sana. Tutarajie labda siku moja kipaji kimojawapo ambacho kimezalishwa hapa kitakuja kuwa ni moja ya faida na mafanikio ya Yanga kama mchezaji, kama tunavyoona kina Clement Mzize na wachezaji wengine ambao walikuwa ni zao la Yanga. Mimi sio tu mmoja. Kwenye programu yetu ambayo tulianza Gymkhana tayari kuna vipaji vingi sana, na muliona pale mwanahabari mwenzenu Shafi Dauda aliweza pale kuibua kipaji na akaamua kwamba atakidhamini. Kwa hiyo vipaji vipo ni vingi na ni uwekezaji. Mimi naamini ndani ya muda sio mrefu sana, sio tu kuwa wakina Mzize wengine watakaoishia ama wakina Mzize wengine ambao watakuwa na ng'ara Tanzania, lakini mimi naona kabisa tutakuwa na vijana ambao sasa watakwenda katika soko la nje. Kama mtakumbuka miezi kadhaa tulimuona rais wetu wa klabu ya Young Africans akiwa amefika pale Spain na kusaini makubaliano na Sevilla katika kuchukua vipaji ambavyo vitaibuliwa na Young Africans. Lakini pia alikwenda Senegal kutembelea academy moja maarufu sana Senegal ambayo imekuwa ikipeleka vijana wengi Ulaya, nayo tuko katika mipangilio ya kufanya nayo makubaliano
na ushirikiano kwa namna gani vipaji tutakavyopata hapa vitaweza kwenda katika nje ya mipaka ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.